supu, baby supu, baby supu, baby supu, baby supu. Sofia! Nini? Vipi, mbona unakimbia? Mbona uko hapa? Yaani Sofia, wewe acha tu. Wewe acha vipi wakati nilikuwa kaza kwenda kumwoa Baby Supu? Mbona uko hapa? Yaani unaponiona hapa, nimetoka huko sasa hivi kwa hiyo Baby Supu unayemuongelea. Yaani Sofia, si uliniambia nikimshika mtu yoyote mkono atakufa. Sasa nimemshika Baby Supu mkono, lakini nimepigwa shoti vibaya sana. Yaani sasa hivi tumbo linaniwaka moto, ninatetemeka. Baby Supu? Ndio Baby Supu. Wewe Jeni, mbona mimi ndo Baby Supu ndio unikimbiza huko sasa hivi? Wewe Sofia, yaani mimi sasa hivi nimetoka kupigwa na wewe Baby Supu. Hata dakika 10 hazijaisha. Afu unaniambia umepigwa na Baby Supu tena. Imekuwaje? Na wakati mimi nimemwacha nyumbani tena. Jeni, inawezekanaje? Maana mimi ndo Baby Supu ndo tulikuwa tunakimbizana naye huko. Wewe Sofi, lakini si umeona nilichokwambia? Yule mtoto ana maajabu. Huenda hawa watoto wako wawili kabisa. Kweli, itakuwa wako wawili. Ila hapa tuko tunajicholesha. Tunapoteza tu muda, mtu kaongelee nyumbani. Basi sawa, twende. Hebu niache bwana. Hivi dada wewe una nini? Kwa nini wewe sio muelewa? Au unataka niongee kitu gani ndio jua Farida ameongea kwamba hataki kurudi nyumbani? Dada, mimi sitaki kurudi nyumbani kwa sababu mimi nina kwangu. Sasa nikirudi nyumbani mimi naenda kufanya nini sasa? Mimi nina kwangu dada, nimeolewa. Hivi huko nyumbani mimi si nimeaga? Au kuwepo siku naaga? Niliaga siku ya ndoa yangu kabisa na watu wakala wali kabisa tena wakatosheka. Kila mtu kabisa anajua kwamba mimi nimeaga nyumbani naenda kwa mume wangu kutengeneza mji wangu. Sasa wewe kila siku unavyokuja hapo unaniambia nirudi nyumbani. Nirudi nikafanya nini huko nyumbani? Kwa sababu hata hiyo serikali yenyewe inajua kwamba Farida ameolewa, ana kwake na ana mji wake. Sitaki kurudi nyumbani dada, si unielewe, sitaki. Farida, hivi una akili kweli mdogo wangu? Kwa nini unajionea huruma wewe? Angalia wewe ulivyoangalia. Farida, wewe bado ni mgonjwa, hali yako haiko sawa. Kwa nini usikae nyumbani tukakuuguza, ukishapona utarudi nyumbani kwako? Mimi sijakuzuia kukaa kwa mmeo, lakini twende nyumbani kwanza tukakuuguze, ukipona uje. Farida, hapa hakuna treatment yoyote, hamna mtu yoyote ambaye anaweza kukuhudumia. Utapata matatizo, unaweza hata ukafa. Kwa nini unajionea huruma mdogo wangu? Twende basi mamangu nyumbani. Angalau tu ukapone. Ukishapona mimi nakuruhusu, wala sitokusumbua kabisa na sikuzuii kukaa kwa mume wako. Twende tu mdogo wangu nikakuangalie kwanza. Ukipona mimi nitakuruhusu. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Unazungumzia kuumwa? Unasema mimi ni mgonjwa? Dada, mimi mbona nimeshapona? Mimi nimeshapona zamani. Niangalie. Hadi najua kabisa na kurukaruka. Mimi nimeshapona dadangu. Niache, nimeshapona nimesema. Kwani lazima nikae nyumbani wakati nina kwangu mimi? Na kingine, ukija nyumbani kwangu naomba unipigie simu. Yaani mpaka mimi nikuruhusu kuja nyumbani kwangu ndo uje. Haijalishi nipo nyumbani kwangu au sipo. Nikisema usije. Nimesemaje? Nimesema hivi, ukitaka kuja nyumbani kwangu nipigie simu, niulize mdogo wangu upo nyumbani maana nataka nije. Nikitaka nikuruhusu uje nyumbani kwangu nitakuruhusu. Kama sitaki uje, dada usije nyumbani kwangu, usikanyage nyumbani kwangu. Jamani. Mbona makelele hapa? Yaani watu tusikae ndani tukafanya mambo yetu. Na huu taratibu wa kunipigia makelele hapa nyumbani kwangu umeanza lini yani? Yaani unamuita ndugu yako mje mnipigie makelele hapa nyumbani. Kwa sababu nimezoea hapa nyumbani kwangu na hapa mtaani kwangu kuna makelele mengi, lakini sio makelele yenu haya. Haya kuna mezidi. Hafu Farida, nilivyokuwa niko ndani nimesikia dada yako anakuambia uondoke uende nyumbani. Alafu unaenda kung'ang'ania kubakia hapa. Shida yako nini? Wewe usiondoke hapa nyumbani kwangu. Ondoka tuachie amani yetu. Unaenda kung'ang'ania kukaa hapa. Hapa nyumbani kwangu hapa nani mume wako? Mimi tayari nina mke wangu huko ndani na ninapanga naye mipango mingi sana ya familia. Nashangaa mnakuja hapa unaanza kunipigia makelele kila siku. Na wewe unang'ang'ania kukaa nyumbani kwangu. Unataka nini nyumbani kwangu wewe? Kanoni, umesahau siku narudi nyumbani kwangu nilisemaje? Nilisema nimerudi nyumbani kwangu na hakuna wa kuniondoa nyumbani kwangu. Kwa hiyo basi, wewe na huyo mwanamke wako, fanyeni chochote ambacho mnataka. Mkitaka mle, msinipe chakula, mfanyaje? Fanyeni chochote ambacho mnakitaka, lakini nyumbani kwangu usiondoki. Nadhani tumeelewana. Kwenda huko wewe. Wewe vipi wewe? Hivi wewe? Kitu gani hujasikia hapa? Hujamsikia bado? Si naongea na wewe. Na wewe binti wewe. Hebu chukueni hii takataka yenu hii muondoke nayo. Ondokeni. Na wewe narudi kwako. Hivi kwa nini usikubali wewe? Kwa nini usikubali matokeo?
Kubali kuachika basi. Halafu kingine huyu mwanaume ashakwambia kwamba hakutaki na huyo dadako kaja kukuchukua uondoke. Hebu naombeni muondoke basi. Tumewachoka jamani. Masikio hadi yananiuma kwa makelele. Kila siku makelele, wewe. Alafu na kingine wewe dada ambacho ukijui, namda tu nikukumbushe au nikuambie kitu. Huyu juzi alimpandisha mapepo huyu. Amepandisha mapepo, ipo siku atakuja kutushikia kisu atuchome tufe. Huyu. Tafadhali. Naomba mchukue mdogo wako muondoke. Tumechoka jamani. Ipo siku mimi nitakuja kupata ugonjwa wa moyo na pressure nianguke nife. Kwa nini lakini jamani? Kwa nini lakini mdogo wako huyo asiondoke na wewe? Hebu mchukue muondoke jamani. Ondokeni, tumechoka. Ondoka! Farida, hivi wewe ukoje? Angalia watu wanavyokudhalilisha. Wanakuziaki mbele yangu, mbele ya majirani. Kwani ujionee aibu wewe? Kwa unataka uendelee kudhalilika? Kwani usirudi nyumbani? Farida, naomba nisikilize vizuri. Kule ni nyumbani kwenu. Inabidi twende nyumbani ukakae utulie, waache na maisha yao. Watu hawakutaki, kwani unawang'ang'ania jamani? Wewe mbona ujionee huruma? Mtu anakudhalilisha, anakuziaki, huna hata aibu, wala kutoa maneno ya kashifa na upo tu hapo umewang'ang'ania. Una shida gani wewe? Dada, unazungumzia kudhalilishwa? Uko serious kweli dada? Yaani haya maneno tu ambayo ni mawili matatu haya mimi ndo yanaweza kanidhalilisha? Hapana dada yangu, kuwa serious basi. Kwa sababu mimi nimepigwa, nimepoteza watoto ndani ya ndoa yangu, lakini siondoke nyumbani kwangu. Haya maneno mimi hayawezi kunizuru kwa sababu ni kama tu mvua ambayo inanyesha juu ya bati, alafu mimi niko ndani. Hayawezi kunizuru dada yangu. Cha kuzingatia tu ni kwamba wewe ukitaka kuja nyumbani kwangu nipigie simu. Na usije nyumbani kwangu bila taarifa na mada hiyo hiyo ya kwamba eti nirudi nyumbani. Dada, nina kwangu dada yangu. Nadhani tumeelewana. Mapela, bibi kapika ugali na vifaranga vya kuku. Keleleni huko. Mapela. Mnajua nyie. Alafu weime. Ya bei ya jioni. Nadhani umemwona shoga yako kwamba ana familia yake, ana wazazi wake wote. Jana alikuja hapa. Ulimwona vizuri tu, umtolea na macho. Sasa wewe endelea kumtetea huyo, ujikute majalalani, unaokota vya jalalani, unakula vya jalalani. Mwenzio ana familia huyo. Anti Kindege. Lakini yule sio mzazi wangu. Na wala hatujuani kivyovyote vile unavyojua wewe. Mimi nimeokotea tu pesa yake. Akaniambia kuwa anaitwa Janeti. Na ndiye alinipa ile 20,000 ambayo ulisema ni ya kwako. We kelele wewe. Kwa nini unafanya mimi mtoto mdogo sina akili? Unanidanganya kwa kazi gani uliyomfanyia mpaka akupe 20 wewe? Kwa hiyo kumokotea hiyo 20 ndo ajuane sasa na babake Ime. Muje na hapa nyumbani kabisa, mletane hapa nyumbani. Unanifanya mimi sina akili? Nisikilize wewe mtoto. Ukiniona hapa jua mimi ni mtu mzima, najua vitu vingi kuliko wewe. Yaani kabla hujazaliwa huna hata mpango wa kuletwa kwenye hii dunia nao majambazi wenzio wanao ni wazazi wako afu wanajifanya eti ujuani nao. Mimi nipo na ninajua vingi. Yaani ukisikia gwiji, mimi ni gwiji. Endelea kunidanganya nifanye mtoto mdogo. Ila unachokipanga jua na mimi najipanga. Yaani mnachokipanga na ukoo wako mzima mwenyewe nakitaka. Yaani unachotaka na mimi nataka. Lakini mama, kwa nini unashindwa kumeelewa? Mimi mwenyewe jana nilipomuuliza aliniambia hivyo. Sikujua kama nimezaa mtoto kipofu. Yaani macho yako yanaona kumbe uoni chochote kile. Kwa hiyo na wewe umekaa na uzuzu wako hapo tunasema huyu ana wazazi, au alimokotea hela. Ime, shule niyo kupeleka ni ya nini? Kama akili tu za kuchanganua mambo una. Shuleni umeenda kufanya nini? Wewe utakuja kujikuta jalalani unakula vyakula vya ovyo ovyo huko, ndio utakuja kufungua macho yako. Endelea kusikiza hii AI. Anti Kindege, ninachokwambia ni kweli, yule sio mzazi wangu na wala tujuani. Aliniambia tu anaitwa Janeti. Kwa hiyo unaendelea kunidanganya. Unaendelea kunifanya mimi zuzu. Kwanza kanichukulie maji huko. Nimekwambia kanichukulie maji. Na ole wako uende huko jikoni, utie hiyo midole yako kwenye maji. Hayo maji nitakumwagia usoni na utayanywa bila bleki yoyote ile. Haya, potea hapo.
Nywele zinawasha sana, naomba unifumue bwana. Zimefumuka sana. Wewe mwanamke wewe. Afiki wanipa kazi ya kuhangaika na nywele zako hizi. Mume wangu, vipi kwani? Hivi hapa nyumbani leo hatuli? Kwa sababu muda huu umeshaenda tayari. Sasa hivi ni saa 7 inaelekea saa 8 sasa, lakini sioni dalili yoyote ya kula hapa ndani. Na mimi tayari nina njaa. Alafu isitoshe, siku hizi hauna desturi ya kununua unga mwingi. Sasa hivi unanunua tu chakula huko gengeni, tunakuja tunakula hapa nyumbani. Kwa mimi njaa inaniuma mume wangu, nipatie pesa basi nikachukue chakula. Hatuli, hauli. Mnamaanisha nini? Mbona siwaelewi? Sianza kutaitu chakula. Matumbo yetu yako ndindindi. Kwa hiyo swala kula tena sisi hatuna mpango nao. Labda tukuulize wewe. Naenda kula wapi mwenzetu? Yaani mume wangu nyewe mmeshakula? Hata hivyo sio mbaya. Mume wangu mimi hapa nilipo na njaa sana. Yaani mpaka sasa hivi hapo nimesimama lakini nahisi kizunguzungu kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipatie pesa ili nikachukue chakula na mimi nije kula maana njaa inaniuma sana. Makubwa. Wewe tena. Hela ya nini sasa? Unataka upewe hela gani? Sinaongea na wewe. Hela ya nini unataka upewe wewe? Hela ya kula? Kwa kumbe wewe zile mbwembwe zote zile. Mara mapepo, mara sijui nini, mara mume wangu. Kumbe maskini kweli, wewe ni maskini wa kutupilia mbali. Kumbe hauna chochote. Nikajua ukikaa hapa mama wewe, kula ni wewe, kunywa ni wewe, kuvaa ni wewe, kila kitu mpaka maradhi ni wewe. Kumbe huna chochote kile. Kujigamba bure tu, maskini mmoja wewe. Eti nataka pesa. Pesa ya nini wewe? Pesa ya huu. Alafu nikuambie kitu na nikukumbushe kitu pia. Unaponikuta mimi nimekaa na mume wangu, jaribu kwanza kukaa mbali na kujipitisha sipendi. Yaani mimi na mume wangu naomba ukae mbali kabisa. Wewe binti, mimi nishakwambia nakuchukia. Kwa nini lakini unielewi wewe? Wewe ni mtu gani usioelewa? Hivi kwani wewe mwanamke una shida gani wewe? Yaani huwezi kukaa kimya wakati mimi naongea na mume wangu. Kwani mimi nilikuwa naongea na wewe? Nisikilize vizuri. Nikiwa naongea na mume wangu, sitaki unipandie kwa juu. La sivyo nitakuja nikuchane tena hiyo sura na viwembe. Hautoamini. Yaani siku nyingine ukirudia kunipandia kwa juu naongea na mume wangu, utanijua mimi ni nani. Wewe kalisha vinyanya mshenzi vyako hapo. Tulia. Yaani nilikuwa naongea na mume wangu, kaa kwa kutulia. Nadhani tumeelewana. Unanitukana mimi mume wangu? Umesikia sasa? Kwa mimi nina vinyanya mshenzi? Mimi sina vinyanya mshenzi. Wewe binti usinitukane. Ni matusi mabaya sana mume wangu. Ona sasa. Angalia mwanamke anavyonitukana, lakini kwa nini? Alafu sikiliza wewe binti. Wewe hauna cha kunifanya. Na jeuri hiyo pia wewe hauna. Eti nitakuja kukuchana na viwembe. Ipo siku na mimi nitachukua kisu, nitakudumbukiza kwenye hilo tumbo lako. Hautakuja kuamini mshenzi wewe. Toka mbele yangu. Inaonekana wewe unijui vizuri. Sasa subiri leo nikuonyeshe mimi ni nani. Mpumbavu mkubwa wewe. Niache! Kama niache! Acha mambo hayo bwana. Tulia bwana. Acha mambo. Unafanya shida gani wewe? Vipi tena mzee? Mbona matofali mwanangu mawe mawe watakumpasua mke wako ubongo? Shida nini wazee? Mbona siwaelewi? Ni vizuri tu umekuja. Ni bora umekuja wewe miguu mirefu. Vizuri kabisa. Maana wewe mke wako ananisumbua sana. Anaambia na njaa. Mimi siwezi kuhusika na mambo yake ya njaa. Yaani swala njaa yake, sijui tumbo lake mimi siwezi kuhusika nalo. Na wewe upo. Haya majukumu ya yeye kula, inabidi wewe uwajibike nayo. Na vizuri kwa kuwa umekuja hapa sasa hivi. Nadhani mke wangu anakuona pia. Na anajua ile kwamba inabidi wewe ufike na umchukue mwanamke wako uondoke naye uende ukamlishe. Masuala kwanza kutupigia kelele sisi anatuhangaisha kila muda kwamba anataka ale. Hatuwezi kwanza kuhangaika na majukumu ambayo hayatuhusu sisi. Hii ni nyumba yangu mimi na mke wangu. Kwa hiyo ni bora umefika, chukua mwanamke wako ondoka naye. Au vipi? Basi wenyewe dole askari wangu, hiyo wenyewe mimi nimeipenda, ni safi na salama. Bi mzuri. Mke wangu, twende ukakinde mama la mama. Twende ukadambua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy. Happy birthday to you. Nyi watoto, mmejuaje kuwa leo ni siku yangu ya kuzaliwa? Happy, nimesikia unaongea na wazazi wako wakawa wanakutakia happy birthday. Na baada hapo nikagundua kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa.
Kwa hiyo sisi kama watoto wa nyumba tumeamua kufanyia surprise. Jamani, asanteni sana watu wazuri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hivi nyumba ina nini saizi? Kila kukicha ni mikelele. Happy birthday to you. Haya, kijusi gani kimeingia kwenye nyumba yangu na mimi sina hiyo taarifa? Mama, leo ni happy birthday ya dada Epi. Epi? Kwa hiyo wewe zungu la unga, umeamua kualisisha watoto wangu uwizi, unatuma kabebe hela humo ndani kwa ajili yako wewe. Kuna mamako mzazi humo ndani? Au kuna ukoo wako humo ndani mpaka ufanywe unachokitaka? Kuna pesa ulikuja nao kutoka nao kwa kwenu? Nisikilize wewe, majukumu yako humo ndani unayajua. Wewe pumbavu unaoendekeza humo ndani. Lakini dada, mimi sijawatuma, ni wao tu wameamua kunifanyia surprise. Mama, hapana, hiyo ni hela yangu ya matumizi ya shule. Ya matumizi ya shule? Kwanza funua hapo kuna nini? Funua bana, usiniletea mshororo wako hapa. Mkate wenyewe una rangi yake, una makolombezo yake, tunataka ule wewe kijakazi. Nisikilize Ime, umesema umekuta kwenye nini hela? Hela shule. Chukua. Chukua huko. Sasa nisikilize. Cha kufanya hapo, huo mkate peleka dining, nitakuja ninywe na chai, mtoto watu nina njaa hapa nilipo sijala. Haya peleka. Na wewe paracetamol. Humu ndani kazi iliyokuleta unaijua. Hasa ngalisha uso wako huko, mhangaika na vitu ambavyo havikuhusu. Kama hizo tamaa za mkate ndo zimekuleta humu ndani, pata kushinda. Hivi ninavyoongea na wewe, endelea na kazi zako humu ndani na nyumba itakate. Na wewe. Itakuhusu. Leticia, kwa hiyo mdogo wako amekataa kabisa kukusikiliza unachokisema? Janeti, yaani kiukweli mdogo wangu mimi hata simuelewi. Na hapa ninapokuambia, mdogo wangu nyumbani hayupo. Yupo kwa mume wake. Nimejitahidi sana kumfuata na kumbembeleza arudi nyumbani lakini amekataa. Yaani kila nikimwambia anakuwa mkali na kunitolea maneno ya ajabu. Hapa penyewe nimetoka kwa nyumbani kwake. Tumezozana yani mpaka amefikia hatua amenitolea maneno ya ajabu mpaka yani nashindwa kuelewa sio amekuaje. Sio anataka kuchanganyikiwa, mimi hata sielewi. Da, maskini wa Mungu. Pole sana kwa kweli. Halafu kwa nini anafanya haya yote? Ingalikuwa kabisa anajua kuwa ni mgonjwa, bado hali yake haijakaa sawa, halafu analazimisha kwenda kukaa huko. Inakuwaje sasa? Vipi kama atapatwa na matatizo? Janeti, na hicho kitu ndo kinaniumiza sana mimi. Kwa sababu mdogo wangu bado ni mgonjwa. Yaani hali yake bado haijawa sawa. Na pale alipopakimbilia hapana msaada wote. Hamna mtu ambaye anaweza kumjali, hamna mtu yote ambaye anaweza kumhudumia. Kwa hiyo yani mimi nashindwa hata nifanyaje kiukweli. Yaani nimefikia hatua nimechoka. Yaani nimechoka mpaka yaani sielewi. Yaani moyo wangu umechoka mpaka na akili pia imechoka. Kwa kweli mdogo wako ameshashindikana. Lakini sio mbaya. Kwa sababu pale anapokaa kuna watu. Nina imani kabisa hata akipata matatizo au akijisikia vibaya labda wana uwezo wa kumsaidia. Lakini ningependa tu kushauri angekuwa nyumbani ingekuwa nzuri zaidi. Angepata uangalifu mzuri zaidi na wa hali ya juu. Janeti, yani pale kuna watu lakini ni kama vile hakuna watu. Kwa sababu pale hakuna mtu yote ambaye anaweza kumuonea huruma au akamjali. Yani hakuna. Kuanzia mume wake mpaka yule mwanamke wa mume wake. Kiukweli sijui hata ataishi kwenye hali gani. Japokuwa mimi nimefanya kila mbinu, kila jitihada nimefanya ili achoke pale arudi nyumbani. Angalau acha akipona ndo aende. Amegoma. Na mimi siwezi kumlazimisha sana. Kwa hiyo imebidi tu nimwache na maisha yake. Na mimi niendelee kufanya maisha yangu kwa sababu yule ni mtu mzima kama ulivyosema. Yeye ndo ana maamuzi ya maisha yake. Na siku zote dereva wa maisha ya mtu ni mtu mwenyewe. Kwa hiyo ndo atajua maisha yake anaendeshaje. Basi sawa, kama ndo umeamua hivyo na yeye amekataa kurudi nyumbani, huwezi kumlazimisha kwa sababu yeye ni mtu mzima na anajua nini ambacho anakifanya. Kwa hiyo ili mradi kuepusha ugomvi, wewe muache tu aendelee na maisha yake. Na vipi lakini? Bado unahitaji kazi? Janeti, mimi kazi bado naihitaji. Na ukizingatia kwa sasa nyumbani hali ndo nazidi kuwa ngumu kabisa. Kwa sababu pale nyumbani tulikuwa tunamtegemea shemeji. Na shemeji kwa sasa hatusaidii chochote. Kama hivyo ambavyo amesema, hamtaki tena mdogo wangu.
Kwa hiyo hatuna msaada wote. Mimi ndo natakiwa nipambane sasa hivi, Mungu anisaidie tu nipate kazi ili niweze kuendesha maisha pale nyumbani. Oh. Basi sawa. Ngoja nijaribu kumpigia huyu mtu tuone kama bado atakuwa na nafasi ya kazi. Kama atakuwa nayo, uanze kazi mapema na uweze kusaidia familia yako. Samahani. Okay. Halo. Salama tu, kwema? Ndio, naongea na Leticia. What? Nimepata kazi? Jamani, samahani. Nimepata kazi katika shule gani? Mungu wangu jamani. Jamani, asante Mungu. Yaani hata sijui hata nikushukuruje jamani. Yaani kiukweli umenipambania sana. Basi nitumie hiyo form sasa hivi. Sawa, basi nitumie sasa hivi ili niangalie. Sawa, hamna shida. Janet, nimepata kazi. Jamani, Leticia, hongera sana. Na nimefurahishwa na wewe kupata kazi. Nimefurahi sana kiukweli. Na utaweza kusaidia familia yako. Kweli? Hongera sana Leticia. Asante. Fomu ya patari katuma. Runa. Wewe, usitaki kuniambia umepata kazi wilaya hii? Jamani, hongera sana. Asante. Utaweza kumsaidia mama sasa. Janet, asante sana kwa sababu hata wewe pia ulikuwa unataka kunipambania ili nipate kazi. Nakushukuru sana na nadhani ulikuwa unaniombea. Basi maombi yetu pia yamepata majibu yake. Kwa hiyo nitaanza kazi na nitawasaidia nyumbani, pia nitamsaidia hata mdogo wangu. Wallahi mimi nimefurahi zaidi yako. Yaani nimefurahi sana kwa sababu ulikuwa na stress sana kuhusiana na hili swala la kazi kwa sababu ya familia yako. Sasa hivi nina imani sasa utaweza kusaidia familia yako. Na hata hizi taarifa mamako akizisikia atafurahi sana. Na kitu kingine tu cha kukushauri. Ningependa sana au ningekuomba ukianza kufanya kazi, naomba ufanye kazi kwa uweledi mkubwa sana ili watu waweze kukuamini hapo kazini kwenu. Kwa ukweli kabisa ulikuwa unahitaji kazi na ulikuwa na uchungu kuhusu kazi. Ili mradi tu uweze kusaidia familia yako na wewe ndio uwe msaada wa familia yako. Janet, kuhusu hilo hata usijali. Unajua hii kazi mimi nimetuma maombi muda mrefu sana. Kiukweli mpaka nilikuwa nishakata tamaa kwa sababu miaka mingi imepita. Kwa hiyo nilikuwa nishakata tamaa, nishajua siwezi kupata kazi. Kwa ndio maana nilikuwa naangaika kutafuta kazi zingine. Kwa hiyo, yaani ujui tu nilivyofurahi. Yaani nitafanya kazi kwa weledi. Unajua kweli? Yaani nitajitahidi, nitajituma. Na imani maisha nyumbani kwetu yatakuwa mazuri. Na nitamsaidia mamangu pamoja na mdogo wangu. Jamani, basi vizuri. Sasa naomba nisikilize. Kwa sasa hivi siwezi kuendelea kubaki hapa nyumbani kwako. Naomba niende kwanza nyumbani nikampatie mama hizi taarifa. Basi sawa. Mimi naomba tu nikutakie safari njema. Na ukifika nyumbani mama msalimie sana. Jioni au kesho naweza nikaja kabla sijaanza kazi. Basi sawa, karibu sana na nakukaribisha. Sawa, bye. Okay. Maskini. Amefurahi mwenyewe kupata kazi. Nina imani sasa hatakuwa na huzuni tena. Na Mungu amtangulie kwa kweli katika kazi yake. Sawa. Mimi nimefurahi sana kusikia hizo taarifa kwa sababu sikuwa nimefikiria kama ingekuwa haraka kiasi hicho kupata huo mzigo. Lazima nije. Japokuwa nahisi nimechoka lakini inshallah lazima nifike hapo. Basi sawa kaka. Baadaye. Okay. Vipi wewe? Mbona unatolea macho kama abiria anayesubiri gari? Kwema? Hapa sio kwema.
na hapawezi kuwa kwema hata kidogo mpaka pale wewe utapofungua hilo domo lako na kuniambia ukweli wote. Ukweli? Ukweli gani unazungumzia wewe? Nisikilize Beni. Yaani kama kuna kitu unataka kunificha basi leo utaniua. Maana ukitaka kujua leo niko serious, yani nimelivalia njuga hili swala. Nikasubiri utoke kazini, ukafika hapa nikakuandalia chakula, nikakutengea, ukala ukashiba, nikakuwekea maji ya kuoga, ukaoga ukaja kukaa hapo. Upate nguvu ya kuongea ukweli. Leo nataka nijue kila kitu. Kila kitu? Kila kitu kipi tena? Mbona sikuelewi wewe? Lazima usinielewe. Haya, nataka kujua uhusiano wako wewe na huyo Baby Supu. Uhusiano wangu mimi na Baby Supu? Uhusiano upi unaozungumzia wewe? Au umechanganyikiwa mwenzetu shavuta msuba? Kuna kitu gani ambacho ukijui kuhusu mimi na Baby Supu? Au kuna kitu gani ambacho ukijui kuhusu Baby Supu? Haya, tuseme hilo kwako ni gumu. Hivi unajua Beni wewe ni muongo? Yaani ni muongo wewe baba, mpaka mdomo wa chini unakutetemeka, hizo ndevu zinasimama kwa uongo uliokujaa. Hivi unafanya mimi mtoto mdogo? Beni, nataka kujua uhusiano wako wewe, Janeti na huyo Baby Supu. Yaani hizi ngoma tatu nataka nijue zinahusianaje. Tena? Umeshaleta kitu kingine tena. Yaani unabinduka tu kama spider, unarukia kwenye jumba hili, unadokea huku na mia huku, unadikila huku, ukitulia hapo unaangalia nani anakuangalia, mradi tu amani isiwepo. Nisikilize vizuri. Baby Supu na Janeti kwanza hawajuani. Sasa sijui wewe unaongea kitu gani rafiki yangu. Hivi Beni unanionaga mimi ni loko sana, wewe unanionaga sina akili, si ndio? Janeti na Baby Supu wasijuane kivipi? Wewe unafanya mimi mtoto mdogo. Huyo Janeti si ndo mamake wa Baby Supu? Hivi kwani mke wangu wewe, nikuulize tu swali la kirafiki. Wewe hii nyumba iko ina amani unajisikia vibaya? Au hii nyumba ikionekana na faraja, yani watu wametulia, wewe huwa unapata pressure yako inapanda, inarudi juu, si ndio? Wewe umerogwa mwenzetu au na mashetani tukutafutie mchungaji aje afanye ibada umra? Hiyo ibada basi inatuhusu wote. Nisikilize Beni. Naona hilo limekuwa gumu kwako. Hivi unajua leo mamake Baby Supu alikuja hapa? Mamake na Baby Supu alikuja, mamake yupi? Unavoshangaa kama uelewi vile. Si huyo Janeti wako? Wewe umerogwa wewe. Yaani Janeti na Baby Supu anaweza kaja mama yake. Nisikilize kitu kimoja. Janeti alishawahi kukutana na Baby Supu kama hujui, kwa taarifa yako. Na Janeti alidondosha pesa kwa mujibu wa Baby Supu na yeye. Baada ya pale Baby Supu alimuokotea zile pesa, na kumuokotea zile pesa, basi Janeti ndo akampa ile 20,000 ambayo yenyewe uliiona ukailetea tamaa, ukaitaka hapa. Kwa hapo ndipo walianza kujuana. Kwa kama kaja hapa, kumbuka Janeti ni mfanyakazi wangu. Kwa huenda walivyokuja hapa wameonana wakafahamiana, wewe kwa akili zako fupi kama za mtu anaweza kusomba mchanga kutoa chini kuleta juu, ukaisi ni mama yake, lakini wale hawajuani. Na kama ndo kitu kinataka tutoe amani hicho, basi mama mimi nakukimbia. Aya, la familia yenu nyie kiboko. Mtoto mkamwambia aseme hivi ili msipotezane, mama ukamwambia aseme hivi, na wewe baba unasema kile kile ili mimi mniokote maboya, yani mnione chizi. Wewe Beni, kwa hiyo kukutana kwao na kukufanya umpe kazi hiyo Janeti, si ndio? Yaani Janeti ndo akapata kazi hapo sasa baada ya kukutana na Supu, wakapeana hela na wewe ukaona huyu ana roho nzuri nimweke kazini. Mimi nina akili Beni. Beni mimi nina akili. Hey! Wewe nijua. Wewe umeshaanza kuwashwa. Tena wewe mwili wako unakuwasha kweli kweli. Yaani unakushokonyoa, unajua unakuchokonoa hivi. Yaani wewe unataka tupigane, lakini leo mamangu umenikosa. Yaani umenikosa kabisa shogangu, umenikosa. Kama hujui mimi sipigana na mtu leo. Na hapo unapoona mimi nataka kutoka. Hayo maswali unauliza yote ya kipumbavu, hayana majibu yake, na majibu yake mengine unayajua, ila unaniuliza kimakusudi, nipandishe hasira, nikupige, upandishe pumu, ufe, nikafie jela, mwanangu Imelda abaki yatima. Sasa mimi umenikosa. Nadhani umeenda long. Yaani uko mule mimi nawashwa Beni, mwezio nawashwa na nataka kujua. Yaani leo maji na mafuta vitajitenga, nataka kujua ukweli uliopo. Wewe baki hapa na kasheshe lako na hilo pensi lako kama mchezaji wa Yanga. Kaa hapa afu baki unaongea peke yako. Na wewe jifanye unaondoka na huo mwili wako, huo mwili usikudanganye wewe. Naweza nikafanya kwanza nakufuata huko Beni.